Shalomu mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamani tuzungumze kitu kidogo sana ambacho pengine kitakusaidia kwenye maisha yako leo na kesho. Na katika vitu vyote hivi ambavyo nitazungumza, kama kuna kitu ambacho utakuwa umekielewa zaidi au kuna kitu ambacho utatamani kuongezea, basi kwenye comment section karibu sana. Natamani nizungumze aina 3 za watu ambazo unapaswa kuwa nazo makini sana kwa ajili ya kulinda usipate maumivu ya kudumu kwenye maisha yako. Aina 3 za watu unaopaswa kuwa nao makini sana ili uweze kuepuka kupata maumivu ya kudumu kwenye maisha yako. Nitasimama na Mithali 4:23. Neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Tunatambua kwamba moyo ndio mahali ambapo kuna hisia, moyo ndipo mahali ambapo mahusiano huanzishwa, lakini pia moyo ni mahali ambapo maamuzi hutokea. Sasa ndio maana Biblia inazungumza kwa habari ya mtu kulinda sana moyo wake kuliko kila chochote ambacho anakilinda. Hii inatokana kwamba kuna baadhi ya watu ambao tunawapa nafasi kubwa sana kwenye maisha yetu, na mwisho wa siku wanakuja wanatuharibia ama wanatupa maumivu ya kudumu. Ndio maana tunapaswa tulinde moyo chochote ambacho tunacholinda. Kwa nini? Kwa sababu kwenye moyo ndiko tunaweka watu, kwenye moyo ndiko ambapo kuna maamuzi yanatokea, kwenye moyo ndiko kuna hisia zinaanzia. Sasa unapaswa uwe makini sana na aina hizi za watu. Nitakupa aina 3. Na moja kwa moja, aina ya kwanza tunaipata kwenye Mithali 20:6 anaposema kwamba watu wengi hujitangaza kwa kuwa wanafadhili, bali mtu mwaminifu ni nani aweze kumuona? Mtu wa kwanza ambaye unapaswa kuwa naye makini sana, ikiwezekana kabisa kwenye maisha yako asiwepo, mtu ambaye siye mwaminifu. Mtu ambaye siye mwaminifu ana sifa zifuatazo. Kwanza, anavunja ahadi, kuweka usaliti au kuwa msaliti pale ambapo anaona kuna faida inaenda kufikia kwake. Hiyo ni sifa ya kwanza. Lakini pia sifa ya pili, mtu ambaye ni msaliti, mtu ambaye sio mwaminifu ni mtu ambaye habadiliki kulingana na ukweli, lakini yeye anabadilika kulingana na mazingira ya kunufaika kwake, kwamba kuna jambo ambalo unaweza kuwa umelipanga, kuna jambo ambalo mnaweza kuwa mko nalo, lakini kutokana na kwamba kuna ukweli uko ndani, yeye anakuwa hawezi kubadilika. Anabadilika pale ambapo tu kuna mazingira yanayomfanya yeye akanufaika. Kwa huyu ni mtu ambaye sio kabisa wa kuwa naye karibu kwenye maisha yako, lakini anaweza sasa kusababisha maumivu ya kudumu kwenye maisha yako. Na kwanza, mtu ambaye sio mwaminifu ni mtu ambaye anaweza kuvunja ndoa, mtu ambaye anaweza kuharibu biashara, mtu ambaye anaweza kuvunja hata huduma ambayo unayo umebeba, lakini pia ni mtu ambaye anaweza kuvunja maono ambayo uko nayo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni wa kuwa naye makini sana, na ni mtu ambaye sio wa kumpa nafasi kwenye maisha yako. Kwa hiyo mtu wa kwanza ni mtu ambaye siye mwaminifu. Lakini pia aina ya pili ya mtu ambaye unapaswa kuwa naye mbali kabisa au kutokuwa naye kabisa kwenye maisha yako ni mtu ambaye anayekutumia kwa ajili ya manufaa yako, anayekutumia wewe kwa ajili ya manufaa yake yeye, kwamba yeye anakuwa anakutafuta wewe pale ambapo anahitaji kukutumia, lakini pia yeye anaonyesha upendo au anaonyesha ukaribu ambao unakuwa una masharti ya kumpa yeye faida. Umeona? Lakini pia anapotea au anabadilika kabisa pale ambapo wewe umeshamaliza kumpa kile ambacho anakihitaji. Yani ukishamaliza kile ambacho yeye alikuwa anakihitaji, akishakipata kwako, mtu mwingine anapotea kabisa au anabadilika. Na hao watu wapo kwenye jamii yetu. Yani unakuta kuna mtu akiwa na shida na wewe, yani atakutafuta iwe usiku iwe mchana, atakutafuta, lakini akishapata kile ambacho anahitaji kutoka kwako, maana huyu mtu anapotea kabisa kwa maisha yako. Kwa hiyo, lakini pia hii pia tunaipata kwenye Wafilipi 2:4 ambapo mtumishi Paulo alipokuwa anaandika Wafilipi alisema kwamba kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie na mambo ya wengine. Sasa kuna watu ambao wako kwako kwa ajili ya mambo yao tu, yani sio pia na kukunufaisha wewe. Kwa hiyo ukiona aina hii ya watu, akimbia kabisa, kaa naye mbali. Na watu kama hawa wanasababishaje sasa maumivu ya kudumu kwenye maisha yako? Watu wa aina hii wanakufanya utoe muda wako, utoe pesa, utoe hisia zako kwa ajili yao.
pengine wewe unategemea utapata the return, lakini mwisho wa siku baada ya kupata kile kitu ambacho huyo mtu anakihitaji anaondoka mazima. Sasa unafikiria, nilitoa muda, nilitoa mali, nilitoa hisia zangu, nilitoa pesa zangu kwa ajili ya mtu, lakini leo hii amenikimbia. Sasa ukishagundua tu kwenye zile sifa zake kwamba ni mtu ambaye pengine akipata baadhi ya vitu anakimbia, pengine anakutafuta akiwa yeye na shida, ujue kwamba kumbe huyu mtu sio mtu wa kuwa naye karibu, na mwisho wa siku nitakuja nifanye kitu kikubwa, nitapoteza muda wangu mwingi, nitafanya vitu vyangu vingi kwa ajili yake, lakini yeye hataona thamani. Kwa hivyo ndivyo anaweza kusababisha maumivu ya kudumu, kwamba anaweza kuhakikisha kwamba utatoa pesa yako, utatoa hisia zako, utatoa muda wako, lakini mwisho wa siku yeye anakuwa ananufaika tu na wewe unabaki katika ile hali ambayo uko nayo. Lakini pia mtu wa tatu na mtu wa mwisho ni mtu wa husda. Ni mtu wa husda. Huyu ni mtu ambaye anakuwa na sifa zifuatazo, kwamba kwanza hachukulii mafanikio yako kama furaha, lakini yeye anachukulia mafanikio yako kama chanzo cha maumivu kwake. Yani wewe ukifanikiwa yeye anaumia. Lakini pia kujilinganisha na wewe, sifa yake ya pili huyu mtu, kwamba anakuwa anajilinganisha na wewe kila wakati, ili sio kwamba kutamani na yeye afanikiwe, lakini ni kutamani wewe ushuke ili yeye apande. Umeona? Lakini pia ni mtu ambaye sifa yake nyingine ni mtu ambaye anaweza kukupinga na kukuchafua na kukuzuia bila sababu za msingi. Yani yeye ni mtu ambaye, au mtu wa husda ni mtu ambaye anakupinga, ni mtu ambaye anakuchafua na kukuzuia bila sababu za msingi. Sasa ukisoma kwenye Mithali 14:30 amezungumza akasema, moyo mtulivu ni uzima wa mwili, lakini bali husuda ni ubovu. Sasa watu kama hawa wanawezaje kusababisha sasa maumivu ya kudumu kwenye maisha? Na kwanza kabisa, mtu mwenye husda mtu ambaye anaweza kukuharibia jina lako. Kwa nini? Kwa sababu yeye anakuwa anatamani wewe ushuke, yeye apande. Kwa hiyo cha kwanza ambacho anaweza kufanya ni kukuharibia jina lako, lakini pia kuzuia maendeleo yako na kukusaliti kwa siri ili usifanikiwe. Huyo mtu ni hatari sana. Yani ogopa kwenda sehemu ambapo watu wameshaambiwa kwamba fulani yuko hivi na hivi na hivi, kitu ambacho sio uhalisia. Kwa hiyo unapoenda kwenye ile sehemu unashangaa watu, kwa nini hawanipokei? Kwa nini watu hawanikubali? Kumbe ni kwa sababu tayari kuna mtu ambaye pengine ni wa karibu yako alishawaambia kwamba huyu yuko 1 2 3, yuko 1 2 3. Kwa watu wanachukulia yale ambayo yamezungumzwa, na kizingatia kitu ambacho kinasambaa kwa muda mfupi sana ni taarifa ambayo sio ya ukweli, lakini taarifa ya ukweli huwa haisambai kwa haraka sana. Kwa hiyo huyu mtu anaweza kuwa mtu wa husda, anaweza kufanya kupoteza biashara yako, kupoteza urafiki na watu ambao ulikuwa unajenga kwa muda mrefu, lakini yote hivi vinafanyika wewe pasipo kujua. Maana yake yeye anakuwa anafanya kwa siri ili wewe uweze kushuka. Sasa ni nini ambacho natamani kusema katikati ya hawa watu watatu? Kama utakuwa na watu wengine wa aina zingine, karibu kwenye comment section. Lakini kitu ambacho nataka kuzungumza ni kwamba sio kila mtu anayekuja kwenye maisha yako, au sio kila mtu ambaye yupo kwenye maisha yako yupo kwa ajili ya kukujenga, yupo kwa ajili ya kusupport kupiga hatua, yupo kwa ajili ya kusaidia kwa namna moja ama nyingine na ufikie kwenye mafanikio yako, au ufikie kwenye kila ambacho unatamani ufikie, ama uishi maisha ya furaha. Kwa sababu na wengine kusudi lao au madhumuni yao ni kuishi maisha ya furaha, au kuishi maisha ambayo sio changamoto, au kuwa na mahusiano mazuri na watu. Sasa sio kila mtu anayekuja kwenye maisha yako anakuja kwa lengo hilo. Sasa unapaswa ufanyaje? Cha kwanza, unapaswa umuombe Mungu hekima. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na hekima itakusaidia kutambua aina ya watu ambao Mungu anakutanisha nao, lakini pia itakusaidia kutambua aina ambayo ya watu unaokutana nayo, hata kama sio kwa ajili ya Mungu amepanga. Na watu kukutana nao, sasa lazima uwe na hekima. Na hii amezungumza mtumishi wa Mungu Yakobo alipokuwa anaandika kwenye kitabu chake, alipokuwa anaandika Yakobo 1 ile mstari wa 5 anasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu awapee wote kwa ukarimu, wala hakimei naye atapewa. Kwa hiyo omba hekima. Mungu unapomwomba hekima au unapomwomba roho ya hekima, maana yake lazima akupe hekima, na anakupa hekima na unapata utambuzi. Unapokuwa na utambuzi, maana yake utaweza kuchagua watu sahihi, utaweza kuishi kwa amani, utaweza kusonga mbele katika kusudi la Mungu ambalo wao umeumba. Kwa sababu hamna mtu ambaye amekuja hapa duniani kuzurura, lakini
wote tumekuja kwa lengo fulani, kwa maana wewe una jambo ambalo unataka kutimiza. Sasa kama unakutana na watu ambao wanakushusha, lazima utakubaliana. Lakini mwisho kabisa ni kwamba mimi nakuombea Mungu akupe hekima na kuwatambua watu wanaokufaa na ujasiri wa kujiweka mbali na watu ambao hawakufai. Karibu kwenye maoni kama kuna aina nyingine ya mtu ambaye unaona kabisa ukiwa naye itakushushia thamani yako, lakini pia itakurudisha nyuma. Naitwa Mwalimu Pingo, usiache kusubscribe na kufollow pia kwenye chaneli zangu zote.